Sekta ya elimu. Wizara ya Elimu sasa inasema kuwa shughuli ya kuwasajili wanafunzi wa gredi ya 10 imefikia asilimia 96 kote nchini. Licha ya hatua hii, shule za kiwango cha C4 zingali zinashuhudia idadi ndogo ya wanafunzi. Hali hii ikizua maswali kuhusu ustawi wa shule hizo na ubora wa elimu inayotolewa. Wizara ya Elimu inadokeza kwa uwezekano wa kuunganisha shule hizo zenye idadi ndogo ya wanafunzi katika jitihada za kupunguza gharama na kutumia rasilimali kikamilifu. Andin Kilemi na maelezo zaidi. Wizara ya Elimu inapoendelea kupambana na changamoto zinazojitokeza kwenye mpito wa gredi ya 10, hali ni kama hii katika shule nyingi za kiwango cha C4, nyingi zikiwa shule za umma za kutwa. Madarasa yamebaki tupu huku vifaa vikiwa havitumiki. Hata hivyo, Wizara ya Elimu inasema kuwa mpito wa wanafunzi umefikia asilimia 96 kote nchini. We gazette which we are doing that the remedial levies and these other levies are irregular and illegal, then we criminalize it in the act. It will become easier for us to enforce. Sababu zinazochangia idadi ndogo ya wanafunzi katika shule za C4 ni wanafunzi wengi waliowekwa katika shule hizi hawakuzichagua kama chaguo lao la kwanza. Gharama kubwa kwa wazazi, ambapo ada na mahitaji mengine mara nyingine ni zaidi ya ada ya shule, pamoja na wazazi na wanafunzi wengi bado wanajikuta wakijaribu kuelewa mikondo mipya ya masomo, jambo linalowaacha wakikosa uhakika wa mwelekeo wa masomo. Kufuatia hali hii, serikali sasa imeashiria uwezekano wa kuunganisha shule chache zilizo katika maeneo yenye idadi ndogo ya wanafunzi ili kuimarisha mfumo wa elimu na kutumia rasilimali za umma kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, wataalamu wa elimu wanasema kwamba uunganishaji wa shule unapaswa kuzingatia upatikanaji wa shule na ubora wake, hasa katika maeneo ya mbali yenye uhaba wa huduma. So that if you have a small school in an area but it is the only one, then it will not be closed because of allowing the young people there the access to school. But if you have so many of them in a common locality, then several of them need to be closed and the resources merged in one of them so that school can also do well. Kwa sasa shule, wazazi na wanafunzi walioathirika wanabaki na matumaini, huku wizara ikisubiri tarehe ya mwisho ya usajili wa gredi ya 10 iliyosogezwa hadi Ijumaa ili kuamua hatma ya shule zinazokabiliwa na idadi ndogo ya wanafunzi. Andin Kilemi, TV 47.